Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, waligani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo twende tukaangaze kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa nyota ama wachezaji ambao wanashiriki ligi kusoka Tanzania bara. Hakika ligi kusoka Tanzania bara ya nchini Tanzania ni miongoni mwa ligi ambayo kwa sasa imekuwa ikivutia machoni mwa watu kutokana na jinsi ambavyo vilabu vinapeana ushindani ndani ya uwanja. Kumbukwe ligi kusoka Tanzania bara ina jumla ya vilabu 16 ambavyo vinashiriki ligi hii na zaidi ya wachezaji 25 ambao wapo katika kila klabu. Sasa kwa upande mwingine, siku ya leo tutakwenda kuangazia ile orodha ya wachezaji 10 tu wa Kitanzania na nje ya mipaka Tanzania ambao wamesajiliwa katika timu tofauti tofauti, ambao wana wanawake wazuri ambao wameweza kuwaoa, wengine wapo katika uchumba. Orodha hii ama takwimu hii tunakwenda kuichukua ili kutokana na baadhi ya wachezaji kuweza kushare maisha yao binafsi na wadau wao ambao wanaofuatilia. Si mbaya kushare maisha binafsi kwa sababu huenda ukamuinspire kijana ambaye ana malengo makubwa. Kwa hiyo kwa upande mwingine, orodha hii imezingatia vigezo hivyo, na tunakwenda kuangalia ni kutokana na wale wanawake ambao wanaposti picha zao katika mitandao ya kijamii, wamepata followers wengi, comment nyingi, bila kusahau kwa upande mwingine wameweza kudhihirisha uzuri wao, ndio maana wakaweza kuwa ni influencer kwa sababu wanaoshawishi watu wengine. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa soka nchini Tanzania, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare maoni yako. Je, wewe ni mdau unaishabikia soka la Kitanzania ukiwa maeneo gani? Alafu shuka chini kwenye comment katuambie wewe ni mshabiki wa timu gani. Tuambie kwenye comment hapo, utakuwa umetisha. Mwishoni utatuambia katika wachezaji wa 10, je, ni mchezaji gani ambaye anamiliki mwanamke ama amemuoa ama mchumba wake ni mzuri kweli kweli. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaitazame orodha kamili ya wachezaji 10 wa Kitanzania ambao wana wanawake wazuri. Nyota anayekamata nafasi ya 10 kwa kuwa na mwanamke mzuri, mwanamke mrembo, mke wake hapa ni team captain mpya wa klabu ya soka ya Simba, Show Me The Way ama Shomari Kapombe. Shomari Kapombe ni raia kabisa wa Tanzania, ambapo Kapombe anacheza katika klabu ya soka Simba katika eneo la fullback namba 2. Fahamu Kapombe ni mchezaji nyota haswa ambaye amekuwa katika ubora kwa kipindi cha muda mrefu. Fahamu Shomari Kapombe nje ya uwanja amemuoa mwanamke mrembo almaarufu kama Mama Esther, na wawili hao kwa upande mwingine wanaishi kwa furaha, wana Mwenyezi Mungu ameweza kuwapa baraka ya watoto wawili. Kumbuke Shomari Kapombe ni baba wa watoto 3, lakini ndio hivyo Kapombe kwa upande mwingine nje ya uwanja ameweza kuupiga mwingi akikamata nafasi ya 10 kati ya wachezaji wote wa ligi kuu ya NBC. Katika nafasi ya 9 yupo mchezaji ambaye anacheza Simba Sports Club vile vile. Hapa tukienda kumuongelea David Kameta Duchu. David Kameta Duchu ni kijana mdogo ambaye anafanya vizuri katika industry ya soka, akiwa anacheza katika klabu ya soka Simba katika ubavu wa kulia sambamba na Shomari Kapombe. Tunaona David Kameta Duchu ameweza kufanikiwa kuwa na mwanamke mrembo, mwanamke mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, na mwanamke huyu jina maarufu anafahamika kwa jina la Chiwa. Chiwa bwana ni mrembo kweli kweli. Akiwa anakamata nafasi ya 9 David Kameta Duchu, tunaona wawili hawa Mwenyezi Mungu ameweza kuwapa baraka ya mtoto mmoja, ambapo Duchu akiwa nje ya uwanja, basi tulizo lake ama moyo wake ni mwanamke mrembo kweli kweli. Katika nafasi ya 8 yupo kiungo hatari kutokea Ivory Coast. Hapa tukienda kumuongelea profesa wa mpira kutokea katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Hapa tukienda kumuongelea Pacome
Todd Jozua. Pacome Todd Jozua ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa kuwahi kutokea kuichezea ligi kuu Tanzania bara, akiwa ni mchezaji pekee kutokea bara la Afrika ambaye anaitwa katika taifa la Ivory Coast na kuweza kuisaidia Ivory Coast kufuzu kombe la dunia. Basi fahamu Pacome Jozua ni kipenzi cha wadada wengi nje ya Tanzania. Sasa fahamu Pacome Jozua ameweza kupita ama kuwa na wanawake warembo wengi, lakini nje ya uwanja kwa sasa yuko na mwanamke mrembo ambaye ni video vixen, ni msanii vile vile ambaye kwa sababu ana vipaji vingi. Hapa tukienda kumongelea naye, ambapo wawili hao wamekuwa kisport katika eneo tofauti tofauti. Mara nyingi ameonekana Pacome akiwa nyumbani kwa naye akiwa nyumbani kwa Pacome. Kwa hiyo tunaona Pacome Jozua ambaye ni baba wa watoto wawili, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba yupo katika penzi zito na Nai, na wawili hawa kwa upande mwingine wanapendana kweli kweli. Ukimwangalia Nai ni mzuri na mfanya Pacome Jozua kuwa mchezaji wa 8 mwenye mwanamke mrembo mzuri katika ligi kuu ya NBC. Katika nafasi ya 7 yupo kiungo mshambuliaji, kiungo mchezeshaji, kiungo mkabaji wa klabu ya soka Yanga Sports Club, Mudathiri Yahya Abbas. Mudathiri Yahya Abbas kutokea visiwani Zanzibari nchini Tanzania ni miongoni mwa viungo wenye mvuto kweli kweli, ambapo mchezaji huyu tunaona anaupiga mwingi akiwa uwanjani. Nje ya uwanja Mudathiri ni baba wa mtoto mmoja kutoka kwa mwanamke huyu mrembo ambaye ni shombe shombe, ambaye anavutia kumtazama machoni, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine Mudathiri mwenyewe pia anajivunia kuwa na mwanamke huyu na kumfanya kuwa mchezaji wa 7 mwenye mwanamke mrembo katika ligi kuu ya NBC. Katika nafasi ya 6 yuko mchezaji ambaye ameacha legacy kubwa katika ligi kuu ya NBC. Tukisema legacy tunamaanisha kwamba ni mchezaji ambaye ameacha alama muhimu sana katika ligi kuu ya NBC. Hapa tukienda kumongelea Clatous Chama Triple C Mwamba wa Lusaka. Chama ni mchezaji ambaye amecheza vilabu vyote vikubwa viwili vya Kariakoo. Hapa tukienda kuiongelea Simba Sports Club na Yanga Sports Club kwa nyakati tofauti tofauti, lakini mafanikio makubwa ameyapata akiwa katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hata mwenyewe ameweza kukiri hadharani kwamba Simba ni klabu ambayo imemtambulisha zaidi na kumfanya maisha yake kubadilika. Kwa sasa yupo Singida Black Stars ambayo inashiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Chama nje ya uwanja bwana ameupiga mwingi kweli kweli. Kumwambia kwa upande mwingine Chama, ikumbukwe Chama ni baba wa watoto 3 ambao aliwapata kwa akiwa na mke wake wa kwanza, lakini Mwenyezi Mungu aliweza kumpenda mwanamke huyo, na katika kipindi cha nyakati tofauti ambacho Chama aliweza kukipitia kwa sababu mke wake aliweza kufariki, basi akaamua kuingia kwenye penzi zito na Mavis Mukwiza kutokea katika nchi ya Zambia, ambaye ni mwanamke mrembo kweli kama inavyoonekana katika video yetu. Kikubwa nilichokipenda kwa mwanamke huyu, anawapenda watoto wa Chama kama watoto wake, japokuwa ni mama wa kambo, lakini mama wa kambo kwa upande mwingine anakuwa na roho mbaya, lakini huyu amekuwa na roho nzuri akimpenda Chama sambamba na maua yake ambao ni watoto wake. Kwa hivyo Chama anakamata nafasi ya 6 akiwa na mwanamke mrembo kama inavyoonekana katika video yetu. Katika nafasi ya 5 yupo kiungo mkabaji ambaye kwa sasa amekuwa ni kiungo mmoja tishio sana nchini Tanzania. Hapa tukienda kumwongelea kiungo ambaye anacheza katika klabu ya soka Yanga na ni raia wa Tanzania, Azizi Ndabwile. Usimuone Azizi Ndabwile na upole wake ndani ya uwanja hata nje ya uwanja kwa sura yake mtoto kutokea Mbeya, basi nje ya uwanja anaupiga mwingi kweli kweli. Kama inavyoonekana huyu ndiye mke wa Azizi Ndabwile ambaye ni mzuri kweli kweli, anavutia na watu wengi wameweza kuvutiwa na mke huyu kwa sababu ya ustaarabu wake sambamba na Azizi Ndabwile. Kwa hivyo Azizi Ndabwile anakamata nafasi ya 5 katika ile orodha ya wachezaji 10 wa ligi kuu ya NBC wenye wanawake wazuri. Katika nafasi ya 4 yupo golikipa namba 1 wa klabu ya soka ya Simba kwa sasa, raia wa Guinea. Hapa tukienda kumwongelea Musa Kamara Pinpin, wenyewe wana Msimbazi hupenda kumuita Spiderman. Spiderman ni golikipa mwenye uwezo mkubwa wa kudaka mipira ndani ya uwanja hata nje ya uwanja. Kamara anadaka kweli kweli. Fahamu Kamara amemuoa mwanamke mrembo mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, na Mwenyezi Mungu ameweza kuwapa baraka ya mtoto mmoja wa kiume
na mwanamke huyu ni kutokea Guinea, wanapendana kweli kweli, na Kamara ameupiga mwingi. Ukimwangalia mwanamke wake ni mrembo, aliyestaarabika, hana makuu. Mwenyezi Mungu ameweza kuwafungisha ndoa na wawili hao wanapendana kweli kweli. Kwa hiyo tunaona golikipa wa Simba Musa Kamara Pimpin akapata nafasi ya 4 kwa kuwa na mwanamke mzuri katika ligi kuu ya NBC. Ngoja tuingie katika top 3 kwa sababu top 3 ndio kila kitu tunaenda kukipata na kumfahamu yule mchezaji wa kwanza ambaye ana mwanamke mzuri katika ligi kuu ya NBC. Katika nafasi ya 3 inakamatwa na Faridi Musa Malik Shah. Faridi Musa Malik Shah ni mchezaji anayecheza Young Africans Soccer Club na timu ya taifa ya Tanzania. Ukimwangalia Faridi Musa ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza nafasi tofauti tofauti, akiwa uwanjani fullback namba 3, kiungo namba 10, winga namba 7, winga namba 11, yani kiufupi ni kiraka. Fahamu Faridi Musa Maliki licha ya kuwa ni kiraka, ni mchezaji ambaye ni mtulivu nje ya uwanja, anamiliki mwanamke aliyestarabika kama inavyoonekana katika video yetu, na yule ameweza kubarikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Angalia chombo kama hiki kinakamata nafasi ya 3. Je, katika nafasi ya 2 ni nani anakamata? Katika nafasi ya 2 yupo mchezaji ambaye kwa sasa anacheza Singida Black Stars, ambaye ameweza kucheza soka la kulipwa kule nchini Morocco katika klabu ya Difa Al Jadid, bila kusahau klabu ya Sukanga Sports Club. Hapa tunaenda kumwongelea Nixon Clement Kibabage. Nixon Clement Kibabage ni mchezaji ambaye anachipukia katika soka la Kitanzania licha ya ukomavu wake, lakini bado ataendelea kutumika kwa muda mrefu. Nixon Clement Kibabage bwana ameupiga mwingi kweli kweli. Fahamu mchezaji huyu wa Singida Black Stars nje ya uwanja ana mwanamke mzuri ambaye wawili yao wanapendana kweli kweli, ambapo kiangalia wameweza kubarikiwa kupata mtoto mmoja wa kike. Mwanamke wake ni mrembo kweli kweli na anavutia kama inavyoonekana katika video yetu. Kwa hiyo ndio hivyo, katika ligi kuu ya NBC kwa sasa Nixon Clement Kibabage bwana yuko nafasi ya 2 kwa kuwa na mwanamke mrembo. Katika nafasi ya kwanza yuko mchezaji mpya wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambaye mchezaji huyu anatokea Afrika Kusini. Hapa tukienda kuongelea bondeni kwa Madiba. Wengi wanaweza kuzani ni Rushen Rock, lakini hapana, ni Neo Maema. Neo Maema ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo mshambuliaji. Mchezaji huyu ni mchezaji hatari sana anapokuwa uwanjani, na ni vile vile ni mchezaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini, akiwa ni captain katika ile orodha wachezaji ambao wanacheza michuano ya CHAN kipindi yuko Afrika Kusini, akiwa anakipiga katika klabu ya soka ya Masandawana ama the Brazilian Mamelodi Sundowns. Fahamu Neo Maema ni mchezaji ambaye nje ya uwanja amemuoa mwanamke mrembo, mwanamke mzuri, mwanamke wa kuvutia kama inavyoonekana katika video yetu, na yule ameweza kubarikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Neo Maema ameupiga mwingi sana, akiwa ndio mchezaji mpya wa klabu ya soka Simba, ambaye tunaona kwa sasa kwa mujibu wa takwimu na comments za watu wengi, tunaona huyu ndiye mchezaji ambaye ana mwanamke mrembo, mwanamke mzuri katika ligi kuu ya NBC. Sio kwamba wachezaji wengine tuliowaacha ambao wameposti wachezaji wao wanawake wao sio wazuri, hapana, ni wazuri, lakini ni kwa mujibu wa comment, like ambazo tumeweza kuzichunguza kutoka katika video yetu. Kuna wachezaji wengine ambao mara kwa mara maisha yao binafsi wamekuwa hawapendi kuyashare, japo kuwa unaweza kukuta wanawake warembo, wanawake wazuri kwa kuvutia, ambapo kila mwanaume angetamani kuwa nao, lakini wameamua kuishi maisha binafsi. Kwa hiyo ndio hivyo tumeweza kuletea siku ya leo orodha ya wachezaji 10 wa ligi kuu ya NBC wenye wanawake wazuri. Bwana, tuambie neno la comment kwa upande wako kwa orodha hii. Je, ni mchezaji gani katika wachezaji wa 10? Kapombe, David Kameta Duchu, Pacome, Mudathir Chama, Azizi Andambwile, Musa Kamara, Faridi Musa Maliki, Nixon na Neo Maema. Je, kwa upande wako wewe ni kapo gani ambayo umeikubali? Toa maoni katika comment. Tutaamini wana kila mtu duniani ni mzuri, lakini hizi ni statistics ambazo tunakwenda kuziangalia kutokana na kwamba wachezaji ni mastaa ambao ni kioo cha jamii. Kwa hiyo usiende comment ambayo itakuwa sio nzuri kuweza kumweza kumuumiza mwenzako, hata mimi mwenyewe mtangazaji hapa. Kwa hiyo comment kutokana na kile ambacho umeweza kukiona katika video yetu. Asante kwa kuwa nasi, bye bye.